naye hapa studio Ibrahim Rahbi. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akijikita zaidi katika maeneo ya Mashariki ya Kati, lakini nchi za Kiarabu. Karibu. Shukran sana. Wakati Uingereza inaikabidhi Somaliland uhuru wake, ilikuwa inaikabidhi kama nchi huru ama nchi ambayo inapaswa iwe chini ya uangalizi? Ilikuwa nchi huru. Sasa mgogoro uko wapi? Mgogoro ulikuja kiasi ambacho sasa Umoja wa Mataifa wanalazimika mpaka kuitisha kikao cha dharura, kwa sababu kulikuwa kuna muungano ambao ulifuta kitu cha awali. Somalia ya Mogadishu ilikuwa chini ya Mtaliano. Somaliland ilikuwa chini ya Mwingereza. Kwa hiyo baada ya hizi nchi zote kuwa huru zikaungana katika Somalia moja, ambapo waliungana kwa hiari. Kwa hiari. Ni kama vile ilivyofanya Yemen. Yemen ya kaskazini na kusini zilikuwa ni nchi mbili tofauti. Moja ilikuwa ya kijamaa, ingine ilikuwa ina harufu ya kibepari. Zikaja zikaungana mwaka 90. Sasa usajili wao ulioenda Umoja wa Mataifa au mashirikisho mengine ulikuwa ni ule wa jamhuri moja. Ni kama vile unasema China moja, ikiwemo Taiwan, ikiwemo Hong Kong, ikiwemo Macau, ikiwemo wa Tibeti, inakuwa China moja, ambayo ndio sheria za kimataifa zinaitambua kama China moja. Kwa hiyo na hapo ni hivyo kuwa Somalia moja. Lakini ukirudi nyuma kwa historia utaona kuwa wa Somaliland walikuwa sehemu nyingine na hawa wa Somalia wa Mogadishu walikuwa ni wengine. Yani ni nchi mbili zilizokuwa tofauti. Sawa. Sasa kikao hiki nini ambacho kinaweza kikajadiliwa na kupata azimio la pamoja baada tu ya Israeli kusema kwamba anaitambua Somaliland kama nchi huru? Shida moja ambayo tumekuwa nayo ulimwenguni hivi sasa, haya yanaitwa mashirikisho ya kikanda au tunasema wasuluhishi hawana meno kuzidi baadhi ya nchi. Uamuzi wa Israeli sio bahati mbaya. Kwa wale wanaonifuatilia sana, nililizungumza hili miezi 7 iliyopita. Wakati tu hizi harakati zimeanza, mimi nilizungumza kuwa harakati za Israeli tena wakati wa mgogoro wa Ethiopia na Somaliland ilikuwa ni hivi. Wakati Ethiopia walianzisha mgogoro, kwa sababu Ethiopia walikuwa wanaenda kufanya hiki alichofanya Israeli, kuwa tutaitambua Somaliland kuwa nchi huru. Ikazua mgogoro mkubwa ambao ulienda kuamuliwa kule Uturuki na Erdogan. Lakini nikasema Israeli ataitambua Somaliland kwa sababu ana faida 2 au 3, na hizi zinatoka kwenye baraka inayotoka moja kwa moja kwa Marekani. Kwa sababu Marekani anaendeshwa na Israeli kwa kiasi chote. Tayari Trump alishasema anataka watu wa Gaza waondoke. Katika nchi zilizoombwa ziwapeleke watu wa Gaza, ziliombwa wale majirani wote wakakataa. Sijui Misri, Jordan, nani walikataa. Ikafika ikaombwa Iraq, ikakataa. Wakasema sasa tuangalie Afrika Mashariki tutawapeleka wapi. Kwa hiyo katika nchi za Afrika Mashariki zilizoguswa, iliguswa Djibouti wakakataa. Wakapelekwa ikaguswa Sudan ikaonekana ina vurugu. Wakasema hakuna fursa ya kunipa nikupe kama Somaliland. Somaliland ndio nchi ambayo inatafuta kutambuliwa toka mwaka 91. Tutawapa utambuzi, halafu tutawapa wa Palestina. Ndani ya Somalia kwa kuna mgogoro kwa misimamo ya Wasomali, lakini swala la kisiasa liko juu zaidi, na ndio hili ambalo limeenda kutokea. Sasa katika maelezo kisiasa ambayo yalitolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, anasema kuwa makubaliano haya yanazingatia mkataba wa Abraham. Mkataba wa Abraham sio mali ya Israeli, ni mali ya Marekani. Donald Trump anaulizwa siku moja baada ya lile tangazo, Israeli ameitambua Somaliland, je, utafata wewe? Anasema hatuna habari wala sisi halituhusu. Lakini mkataba uliotumika kuitambua ni mkataba ambao uko chini ya Amerika. Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa kuwa hizi baraka za Israeli zimetoka wapi. Sasa naposema kuna nchi ziko juu ya mashirikisho au juu ya taasisi, Israeli na Amerika wako juu ya Umoja wa Mataifa, na hutaona chochote. Watakutana kwenye Umoja wa Mataifa, watatoa maazimio. Hawezi kutoa azimio, watatoa tu karipio, kwa sababu azimio litakutana na vizuizi, ikiwa kura ya veto ya Marekani na wengine. Itatolewa tu kauli kupinga na kuonyesha kutokubaliana na hili, lakini Israeli ataendelea na mchakato wake, halafu Marekani atampa kinga zote za usalama na kidemokrasia. Somaliland inaendelea na hawezi kurudi nyuma. Nini ambacho kinakwamisha Somaliland kutambulika kimataifa kuwa kwamba ni nchi huru? Bado imebaki kwenye ile ambayo
mikataba ambayo iliyosainiwa nyuma kuwa imefungwa kwenye mikataba yote ya kimataifa kuwa Somaliland bado ni eneo la Somalia, yani inafahamika kama Somalia. Sasa hivi tu sio Somaliland, kuna Puntland ambayo na yenyewe inajaribu kutaka kujitoa kwenye makucha ya Somalia. Sasa ile kufahamika yenyewe kuwa bado iko solid, ni lazima Umoja wa Mataifa ima wajumbe fulani wangepitisha kwenda waende wakapiga kura ya maoni, yani kuitisha ili ikubalike kufanyika kura ya maoni ya Wasomaliland kuwa je, wanataka kujitoa au hawataki kujitoa. Kama watakubaliana na hilo, baadaye ndio utakuja mchakato sasa wa Somaliland kuondoka rasmi upande wa Somalia na iwe ijitoe. Sasa hili la Israeli si muda mrefu sana Ethiopia atajiunga nalo kwa sababu ni fursa. Lakini umeona vitu vile tofauti kuwa Ethiopia inanufaika na nini? Ethiopia anataka kufikia bahari. Hana bahari. Kwa hiyo yeye alitaka wakati ule yuko katika masuala ya kiuchumi. Kila mmoja yuko kwenye maslahi yake. Israeli ana kile ambacho sema tutawapeleka wa Palestina. Yani tupunguze idadi kubwa ya Palestina kuwahamishia hapa, kwa sababu ni juzi kulikuwa kuna mgogoro huu wakati Israeli ilipoamua kwa inawatoa Palestina bila hata kuwagongea exit, wale wanasafirishwa wanaenda Afrika Kusini kwa sababu walikuwa wanapokelewa. Lakini leo wanawaza nchi gani tutawatoa tuwasukume wapokelewe tu bila nchi hiyo kufanya complain au kutulalamikia. Kwa hiyo wanaona kuwa sasa tumepata fursa ya hii nchi, tunaweza tukawasukuma kwa sababu hawa tuna makubaliano na Somaliland inataka fedha. Israeli anazo pesa za Marekani za bure, atazipeleka tu kule. Lakini wakala mkuu wa hili alikuwa ni Imarati. Ndio maana kwenye tamko hili la nchi 21 hayupo Imarati, hayupo Morocco, hayuko Bahrain. Hawa wote wako kwenye mkataba wa Abraham. Mkataba wa Abraham unapoingia ni kama umefungwa mdomo, umezibwa masikio, umefungwa macho na miguu umefungwa. Yani huwezi kukosoa wala kufanya lolote. Sasa faida ya pili ya Israeli kuwa Somaliland ndio iko kwenye pwani ya bahari ya Arabia ambayo ina connect kabisa na pwani ya Aden. Unakaribia Bab el-Mandeb, lile lango la kuingia bahari nyekundu. Sasa hapa ndipo Israeli anapopataka siku zote aweze kuwadhibiti Wahuthi kwa njia yote, kwa sababu Wahuthi wanampa hasara kubwa sana, kama walivyofanya kwa safari kuzuia meli kwa kiwango cha hali ya juu zikawa hazipiti pale. Sasa Israeli, huu mkakati ni wa America with Israel. Tayari Imarati anakaa kwenye visiwa fulani vya Yemen vinaitwa Sokota. Vile visiwa tayari wamefunga rada na kila kitu, wanataka waidhibiti bahari ya Arabia yote kuingia kwenda upande wa juu. Sasa huu ni mkakati ambao kwa nafasi ya Trump atalinda kila Israeli anachokitaka. Na hili la mkutano wa Umoja wa Mataifa na hii kelele ambayo inapigwa sababu na AU na hii vurugu ambazo zinatoka labda IGAD kwenye pembe Afrika, watanyamaza tu, lakini wataendelea. Watanyamaza lakini wataendelea. Israel na Marekani wataendelea. Sawa, Wasomali wenyewe wanaweza wakawa wako tayari kuona kwamba wanakuwa huru hawa Somaliland kuwa huru, alafu wabebeshwe mzigo huo wa kuletewa Palestina. Wapalestina na kile walichopewa, Wapalestina sio mzigo kwao na kile ambacho walipewa. Zaidi ya miaka 34 wanatafuta kutambulika. Yani ulikuwa unatamani ununue bajaji, leo hii imekuja ghafla unamiliki semi trailer. Sijui utahisi kuwa nilikuwa, manake malengo yalikuwa angalau nipate bajaji, lakini sasa kimekuja unamiliki semi trailer. Sijui unaweza ukaona kitu tofauti, kwa sababu Somaliland walikuwa wako tayari kuipa Ethiopia zaidi ya hekari 50 kwa ajili ya Ethiopia kwenye bahari, angalau tu kwa Ethiopia iweze kuwatambua. Ethiopia hana ushawishi huo ambao walionao Israeli. Leo hii mwisho kabisa, yani wanasema end of the point, ni Israel na Marekani ndio wako mwisho kabisa, wamegota, ndio wanakuja kuitambua Somaliland. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna mahitaji ya kisiasa ambayo unaweza kusema kwa Somaliland wamefanikiwa sana, yani sana, sio kidogo. Lakini kuna lile ambalo wanasema ni kusudio ambalo linaishi kwenye mioyo ya Wasomali, ile hali ya kuwaunga mkono wa Palestina na kuto kusalitiwa kwa Palestina. Lakini imeonyesha picha tofauti, kwa sababu baada ya lile tangazo maandamano makubwa yamefanyika. Vijana wa watu na mbalimbali wameingia kwenye mitaa ya Hargeisa, wamebeba hadi bendera za Israeli ambazo kwenye nchi zingine zinakanyagwa, lakini wamezipepea, wanapeperusha kufurahia lile jambo. Sawa. Kwa ufupi sana ili tukuache ukaendelea na majukumu mengine, tunafahamu kwamba kule TV pia unahitajika. Wa Somaliland wanapotaka kusafiri nje ya nchi wanatumia nini? Wanatumia pasipoti ya jamhuri.
ya Somali ambayo inatambulika. Huwezi kusafiri na pasipoti ya Somaliland, lakini ipo pasipoti yao ambayo ni loko tu, ambayo haifanyi. Wao wana fedha, wana currency yao, wana bendera, wana wimbo wa taifa, hadi pasipoti wanayo, lakini pasipoti yao ni hii tu ya hapo hapo tu karibu. Lakini wanapotaka kusafiri kwenda mbali Somaliland, huwezi kutumia pasipoti ya Somaliland kwa sababu ni eneo ambalo halifahamiki. Sawa. Tunakushukuru sana. Asante. Naam, ni Ibrahim Rahbi huyo, mchambuzi wa siasa za kimataifa akijikita zaidi katika maeneo ya Mashariki ya Kati na nchi za Kiarabu. Saa 1:08. Saa 1 kamili ni wakati wa kusikiliza UFM habari, na mara baada ya hapo tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na Morning Express. Mimi ni Lugendo Madege, mwenzangu ni Pili Mlindwa.